Dini.com. Simple. Picha linaanza series maalum ya Tafakari Afrika, tukiwa tunaitazama Afrika kwenye engo mbalimbali, na leo tumefikia sehemu muhimu ya mikopo ambayo tangu mwaka 2000 ilianza kutiririka kutoka China kuja Afrika, lakini baadaye mambo yamegeuka. Sasa hivi pesa nyingi zinatoka Afrika kwenda China. Anayetupitisha kwenye Tafakari Afrika sehemu ya 5 ni yule mkali wa hizi kazi, Ras Tamaduni. Miaka 20 iliyopita nchi nyingi Afrika zilikuwa na tatizo moja. Hakukuwa na bajeti za kujenga miundombinu mikubwa. Leo kuna reli mpya, barabara, viwanja vya ndege, bandari, na nyuma ya miradi mingi kuna jina moja, China. Lakini swali limekuwa likirudi kila mahali. Je, hii ni partnership ya maendeleo au ni mfumo mpya wa utegemezi kiuchumi? Ukifuatilia story kiujumla, namba zinaweza kukutisha, lakini ukizama deep ni story tofauti kabisa. Kinachofanya Mchina anaonekana yupo kila mahali Afrika ni kwa sababu ya spidi yake, sio wingi. Mfano, kuanzia mwaka 2000 mpaka 2024, China ilitoa zaidi ya dola bilioni 180 kwa nchi za Afrika kupitia zaidi ya mikopo 1300 katika nchi 49. Na ukumbuke, Afrika ina nchi 54. Hakuna taifa lingine lililowahi kufanya hivyo kwa kiwango hicho katika muda mfupi kama hivi. Na miradi mingi ilikuwa reli, barabara, umeme, bandari na viwanja vya ndege. Kwa nchi nyingi huu ulikuwa mwanzo wa mabadiliko ya miundombinu, na zikaanza stori za baadhi ya nchi kuelemewa na madeni ya China. Lakini data inaonyesha kwamba sehemu ya deni la Afrika linalotoka China ni asilimia karibuni 9 tu ya deni lote la nje la bara. Sehemu kubwa zaidi ya deni la Afrika tunadaiwa na wakopeshaji binafsi wa kimataifa, taasisi za kimataifa na benki za maendeleo, ambazo nyingi zina affiliation na nchi za magharibi. Na hapa ndo utaona pattern muhimu kwamba maisha ya nchi yoyote yanaendeshwa na vitu vingi. Tunahitaji uwekezaji na mkopo kwa ajili ya sekta kibao, lakini Mchina plani yake ipo very specific. Hawekezi tu kwa sababu mmeandika proposal kwamba mna shida. Miradi mingi ya China Afrika iko ndani ya mpango mkubwa unaoitwa Belt and Road Initiative, yani BRI. Hii plani alitangaza Xi Jinping, rais wa China, mwaka 2013, akisema anataka kurudisha zama za Silk Road. 我们的共同目标是携手努力让各国互联互通更加有效。 The most expensive infrastructure project in history. The Belt and Road Initiative, a boom, a bust, or just a buzzword? It is also a way through which China confirms its role as a global power. The US and other Western countries are worried and recently announced their own plan. Kama umesoma history, ni moja kati ya topic maarufu kwenye biashara ya dunia. Kabla ya binadamu kugundua meli na maji, kuliplace barabara kama njia kuu ya kusafirishia bidhaa. Kifupi, barabara za hariri, yani Silk Road, ilikuwa mtandao mkubwa wa njia za biashara unaounganisha China, Central Asia, Middle East hadi Europe kuanzia karne ya pili kabla ya Kristo, yani mwaka 130 BCE, hadi karibu karne ya 15 baada ya Kristo, yani miaka ya 1400, kabla ya kudhoofishwa na kuibuka kwa safari za baharini. Ukisikia Silk Road, haikuwa barabara moja, ilikuwa network ya njia za biashara. Mfano, kuna sehemu ni njia za msafara wa ngamia jangwani, inaenda hadi bandari za baharini ambazo zilikuwa chache. Then mkivusha ng'ambo ya pili, unakutana na miji ya kupumzika ambayo kuna usafiri hadi sehemu nyingine. Sasa umo kwenye hii misafara ya wafanyabiashara walibeba bidhaa kibao kama hariri, ambayo kwa English ndo silk. Hii ilikuwa bidhaa nyeti zaidi wakati huo, ndio ikafanya hizi ruti za barabara zikaitwa jina la hii bidhaa. But kulikuwa na dhahabu, pembe za ndovu, viungo, farasi, silaha, dini kama Buddha na Uislamu, teknolojia
kama karatasi, baruti na kadhalika. Kwa hiyo ilikuwa barabara ya kale kabisa, enzi ambazo China ilikuwa empire kubwa na biashara ya silk. So Mchina anaona kwenye maji kuna figisu mingi, anataka kujenga barabara halisi za kuunganisha dunia kwa barabara. Ukiangalia kwenye ramani inavutia, lakini utekelezaji wake una figisu nyingi na unahitaji plans za muda mrefu. Mchina haogopi kwa sababu ni kati ya civilization za miaka mingi. Wanajua watakuwepo miaka 1000 ijayo. Mafundisho yao hayawaambii kuna mwisho wa dunia, so wana plan. Mpango huu una lengo la kuunganisha masoko yote muhimu, kusafirisha bidhaa, na unajua, ili kuongeza ushawishi wa kiuchumi wa China duniani, Afrika ni sehemu muhimu sana ya strategy hiyo. Kwa lugha rahisi, miundombinu ni geopolitics. Wengine wanasema China inatoa mikopo ili kuchukua mali za nchi zikishindwa kulipa, lakini tafiti nyingi zinaonyesha picha ni complicated zaidi. Katika nchi nyingi Afrika, mikopo ya China imeharakisha maendeleo ya miundombinu bila masharti makali ya kisiasa kama yale ya Magharibi. Lakini pia kuna hatari ya mikopo mikubwa inaweza kuongeza utegemezi wa kifedha. Kwa hiyo shida hapa sio uwezo wa kulipa deni, ila deni la fadhila na maslahi unalobaki nalo kwa mtu aliyekukopesha na kukusaidia kuboost mambo yako ulipokuwa na shida. Na ndiyo mfumo wote wa biashara ulivyo, kwamba sio kwamba nchi za Magharibi zinatulazimisha kila kitu, ila sometimes ni zile fedha za watu binafsi au serikali kwa washirika wao. Miaka ya hivi karibuni China imepunguza mikopo mikubwa ya miundombinu Afrika. Mwaka 2024 pekee, mikopo mipya ilishuka hadi dola 2.1 bilioni kutoka kiwango cha juu cha dola 28.8 bilioni mwaka 2016. Hii inaonyesha mabadiliko makubwa, kwamba China sasa inatoa mikopo midogo na inalenga miradi yenye faida ya haraka. Na hii ni fezi mpya kabisa ya China-Africa relations. Kuna tofauti ya mtu ambaye mwanzo alikuwa na kukopesha pesa ujenge na kufungua biashara. Sasa hivi anakuambia anataka kuwekeza kwenye hiyo biashara. Maana yake anatoka kuwa mkopeshaji hadi mmiliki mwenza. Katika miaka ya hivi karibuni, nchi nyingi Afrika zimeanza kulipa madeni ya zamani kwa China kuliko mikopo mipya wanayoipokea. Yaani tulianza kula kamserereko kuanzia mwaka 2000, minoti ilikuwa inatoka China kuja huku. Tukaenjoy kamserereko, lakini kwa kipindi cha 2020 mpaka 2024, mtiririko wa pesa uligeuka, ukawa unatoka Afrika kwenda China. Na wakati huu ukumbuke ndo China wameanza kukopesha mikopo midogo. So tunalipa madeni makubwa tu ya zamani, lakini tunapokea mikopo midogo. Hii ni turning point kubwa sana. Inaonyesha relationship imeingia hatua mpya. China inapata vitu vitatu vikubwa. Kwanza, masoko ya bidhaa zake ambazo zinazalishwa kwa kasi. Usidhani bidhaa za China zinaingia kwa sababu ni bei che, ila ni kwa sababu kuna sera zinatangulia kufungua milango. Pili, access ya rasilimali, na tatu, ushawishi wa kimataifa. Lakini pia Afrika inapata vitu vitatu: miundombinu bora. Mfano, Tanzania tunatamba na treni ya SGR na basi barabarani za mwendokasi. Pili, fursa za uwekezaji, na tatu, option zaidi ya moja ambayo inatuweka kwenye nafasi nzuri ya kunegotiate masharti. Wataalamu wengi wanaamini mafanikio au matatizo ya mikopo ya China Afrika yanategemea sana uwezo wa nchi za Afrika kujadiliana vizuri mikataba yao. Kwa maneno mengine, tatizo sio mkopo pekee, tatizo ni negotiation. Tuliwahi kujadili kwenye episodi zetu za nyuma kuhusu hili, kwamba kwenye mikutano ya kusaini mikataba au kujadili makubaliano ya kibiashara, haifanyikagi kwenye kambi za jeshi au bunduki ikiwa kichwani. Kwanza wanakutana kwenye hoteli kubwa na clean, msosi na swimming pool au bonge moja la vacation, then wanajadili. So ukiona nchi yako imeingia mikataba mibovu, ni uwezo wa makubaliano wa watu wenu na sio issue ya Mchina au mzungu. Miaka 20 iliyopita Afrika ilikuwa na tatizo la miundombinu. Leo ina miundombinu mingi zaidi kuliko zamani, lakini sasa swali limebadilika. Swali si ni nani alijenga, swali ni reli inaenda wapi. Je, inaunganisha masoko ya Afrika au inaunganisha migodi ya Afrika na bandari za kusafirishia malighafi? Kwa sababu utakumbuka
Kwenye tafakari zilizopita tulijadili hili kwamba uchumi wa Afrika umeelekezwa baharini, kuanzia miundombinu inayofika sehemu za uzalishaji. Ukiangalia treni za zamani zote Tanzania hazikuwa zinalenga kukutanisha jamii na jamii, ila sehemu za malighafi na jinsi ya kufika nje. Nchi za Afrika zilirithi template hii ya uchumi. Kwa sasa ramani ya reli mpya, barabara mpya tunachora wenyewe. Option tunayo. Kwa hiyo swali la mwisho kabisa ni je, mikopo ya China ni daraja la kuelekea uhuru wa kiuchumi wa Afrika au ni barabara mpya ya utegemezi wa kisiasa? Je, vizazi vijavyo Afrika watakuta miundombinu iliyojengwa kwa maslahi yao, lakini deni la fadhila litawaruhusu kuamua kujitegemea au kutegemea mkopeshaji anataka nini? Majibu yake yataamuliwa na maamuzi ambayo Afrika inafanya leo. Imeandaliwa na Grayson Gideon. Hii ni sauti ya Razi Mtamaduni. Hii ni Madini.com. Mimi ni mshabiki mkubwa sana. Natamani tungekuwa tunafanya vitu vingi kama hivi. Tunahitaji sana kuikuza jamii yetu kiakili. Tuipe chakula cha ubongo.